Nikiwa naipandia madhabahu na nikiwa nimekaa pale, lakini hata tangu nimefika asubuhi nimemuona sana Mungu vile ambavyo kupitia Roho Mtakatifu amekuwa akituunganisha kama kanisa juu ya kutegemea msaada wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa mantiki hiyo, kichwa cha somo nimekipa kinachosema faida za kutegemea msaada wa Mungu. Faida za kutegemea msaada wa Mungu. Na tutakuwa na mambo mawili kwa ajili ya kukazia maarifa kwenye hili neno. Lakini pia nikiwa na tafakari juu ya wanaume, idara ya wanaume Baptisti Tanzania nzima, tumekuwa na dhamira na maono hayo kwamba ndani ya miaka kadhaa ijayo na tangu sasa, hii idara haitakuwa ya kinyonge, kwa sababu tunaye Mungu na huyu Mungu atatuwezesha kutenda mambo makuu. Kwa hiyo hata dhamira tunayotembea nayo kitaifa kama idara inapatikana kwenye hiki kitabu nilichokisoma, Zaburi ya 60 mstari wa 12. Haleluya. Lakini hapa sizungumzi tu na wanaume, naongea na kanisa la Mungu aliye hai. Kila anayemwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake anaamini katika msaada wa Mungu kuwezeshwa kutenda mambo ambayo hayawezekani kwa akili za kibinadamu, kwa uwezo wa kibinadamu, kwa utashi wa kibinadamu, bali kwa nguvu za Mungu. Na ndio maana nikipa somo kinachoitwa faida za kutegemea msaada wa Mungu. Haleluya. Wengi tunajua, mara nyingi hata tukifanya biashara tunatamani kupata faida. Lakini iko faida ya kutegemea msaada kutoka kwa Mungu, kuliko tungetegemea tu kutoka kwa wajomba, kuliko tungetegemea tu kutoka kwa mashangazi, kuliko tungetegemea tu kutoka kwa wafadhili. Iko faida kutegemea msaada wa Mungu. Daudi anaandika Zaburi hii akiwa na historia ambayo Mungu amemsaidia katika maisha yake. Na sio yeye tu, yeye kama kamanda wa jeshi la Waisraeli, kamanda mkuu, pengine hapa tungeita amiri jeshi mkuu, lakini akiwa na wenzake kama kina Yoabu kama jemedari wa jeshi la Waisraeli, lakini na Abishai naye akiwa kwenye kikosi cha wana wa Israeli. Waliona Mungu alivyowatendea zaidi kwa maadui waliokuwa kule Edom. Kwa ukisoma mistari ya pale juu, unaona taifa la Israeli kuna muda waliyumba, kuna muda walipigwa, kuna muda walitetemeshwa, na sababu inayoelezwa kuna mahali walimwacha Mungu na Mungu akaondoa mkono wake. Mtumishi wa Mungu Daudi, kama alivyojawa maombi na unyenyekevu mbele za Mungu na moyo wa toba, anakuja kwa moyo wa toba kwamba Mungu utukumbuke kama taifa la Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo hapa chini anakuja kuhitimisha kwamba kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Kwa maana ni nani atawakanyaga watesi wetu? Maana yeye Mungu atawakanyaga watesi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwaya nyingi zimeimba hapa, barikiwa sauti ya wokovu. Mungu ndiye msaada wetu. Pasipo msaada wa Mungu hatuwezi. Sasa faida ya kwanza ya kutegemea msaada wa Mungu ni kwamba Mungu hutupigania. Mungu hutupigania. Faida ya kutegemea msaada wa Mungu, Mungu hutupigania. Mungu anasimama upande wetu akitupigania. Hatuingii sisi kwa mitutu ya bunduki. Hatuingii sisi kwa itikadi zetu. Hatuingii sisi kwa ushawishi na influence za kibinadamu. Tunaye Mungu ambaye yeye mwenyewe kama jemedari wa vita, Bwana wa vita, anatupigania. Kwa nini? Sisi hatuwezi, ndio maana tunahitaji msaada kutoka kwake. Bwana Yesu asifiwe. Na hii haijalishi sisi kwa kuwa ni wanaume
au tunabezi kwamba tutapigana zaidi kwenye vita hii ya kiroho. Daudi kuna majira waliingia kwenye vita moja kwa moja kwa namna ya silaha za dunia hii. Lakini tunapokuwa kwenye Agano Jipya, iko vita inayopiganwa katika ulimwengu wa roho. Hatuingii sisi na magwanda, hatuingii na namna yoyote ya mabomu, hatuingii na silaha zozote. Tunaingia na silaha za rohoni, maombi yakiwepo, neno la Mungu likikaa ndani yetu, na tunavyoamini mwanaume ni mwanaume wa neno. Lakini si tu mwanaume, kila aliyemkiri Kristo anaamini katika neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atatupigania. Hatutahitaji sisi tupigane. Bwana Yesu asifiwe. Hatuhitaji tubishane na watu. Bwana atatupigania. Kazi yetu pengine inayokuwepo ni kumsihi Mungu, ni kusii nguvu za Mungu. Na ukijidai wewe una nguvu na mabavu ya kwamba utayafanya mambo kwa fikra na utashi wako na elimu yako, kuna mahali unafeli. Kwa utamhitaji tu huyu Mungu aingilie kati. Na hapo Mungu atatenda mambo makuu, mambo ya ajabu. Tunaposema mambo makuu, ni mambo makubwa, mambo ya ajabu, mambo ya ishara ambayo kwa akili za kibinadamu hayawezekani. Baba, nikiwa napanda hapa pia nikaendelea kutafakari kwamba kwa wingu hili, na hata Sulemani alipomjengea Mungu hekalu kulikuwa na wingu, hata makuhani hawakuweza kusimama na kusema neno. Haleluya. Kinachofanywa hapa kwenye madhabahu hii kwa kanisa hili, hizi zote shuhuda ni matendo makuu ya Mungu. Haleluya. Uwezi ukaniambia ni kawaida. Ndoa kadhaa zinafungwa hapa, watu wanashuhudia kubarikiwa, watu wanabadilishwa maisha yao kutoka kwenye uovu kuingia kwenye nuru ya ajabu. Haya ni matendo makuu. Adui atangelizuia kwa kuwa tunaye Mungu. Atatupigania. Sijui mimi kuna majira hata ningekataliwa ningefanyaje, lakini nikienda mbele za Mungu ninajua Mungu atanipigania. Na nina historia naye. Na ndio maana nafikiri Daudi akawa anarejea hata vile ambavyo Mungu aliwatoa wana wa Israeli Misri. Walifika kwenye mahali ambapo kuna bahari ya Shamu, kuna maji hawezi kuvuka, wakaanza kunungunika na kulia. Kama nasi kuna majira tunapita majira ambayo kuna changamoto kila upande, hatuoni njia, kuna milima, kuna kila namna ya mafuriko, kila namna ya adha na dhiki. Tunafanyaje? Musa akawaambia, tulieni, mtauona wokovu wa Mungu leo. Nyie tulieni tu, hamtahitaji kupigana, tulieni. Hao wa Misri mnaowaona wanatufuatilia saizi, na tupo hapa, mbele yetu kuna maji yametuzuia, hamtawaona tena. Watesi wako, wale maadui zako wanaokuvizia, ukikaa vizuri na Mungu, kategemea msaada kwa Mungu, hautawaona tena. Na neno la Mungu likatoka kwa Musa, una nini mkononi? Na fimbo. Piga maji. Wana wa Israeli wapita, akapiga maji yakagawanyika, wakapita mahali pakavu. Ndio maana waimbaji wengine wanasema, walipotuzuia kwa maji tukapita mahali pakavu. Tulipopelekwa utumwani tukaibukia ikuru. Haleluya. Walipotutupa shimoni tena ambako kuna simba, kumbe tuna simba wa kabila la Yuda. Wana wa Israeli hawakupigana wao, Mungu aliwapigania. Na ni kweli wakapita. Sasa kierere cha wa Misri wakasema watu wafuate na magari na nini na farasi zao. Baada ya wana wa Israeli kuvuka, maji yakarudi yakawafunika, hawakuonekana tena. Vita si vyetu, vita ni vya Bwana. Vita ni vya Bwana. Iko vita inainuka dhidi yako, si ya kwako, ni ya Bwana. Ukipigana kibinadamu kuna mahali utakwama. Tunamhitaji Mungu. Tunahitaji msaada wa Mungu. Hatuhitaji tu msaada wa kidiplomasia, tunamhitaji Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana tumesema kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Haleluya. Na ninamwamini Mungu, wala katika hili sina shaka, sibabaiki. Kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu.
vizazi vyetu vitatenda makuu. Jambo la mwisho la pili, faida ya kutegemea msaada wa Mungu ni kwamba Mungu atatushindia. Haleluya! Ukitegemea msaada kutoka juu, kutoka mbinguni, Mungu mwenyewe muumba wa mbingu na nchi atakusaidia, atakushindia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatushindia. Tunapata ushindi tukitegemea msaada kutoka kwa Mungu. Lakini ukitegemea kutoka kwa wanadamu, kuna majira vita ikizidi wanakuacha peke yako na watakusengenya, na hata watasema tulijitahidi kumsaidia hasaidiki. Lakini huyu Mungu, ukimtumainia Mungu, ukaweka tumaini lako kwa msaada kwa Mungu, Mungu atakushindia dhidi ya changamoto zote za maisha, dhidi ya ndoa yako, dhidi ya uchumi wako, dhidi ya huduma yako, dhidi ya kipawa ulicho nacho. Mungu mwenyewe anakushindia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu umetegemea msaada kutoka kwa Mungu. Sijajua kama mtu angeniona, kuna majira tumepita nyakati ambazo huoni kama utapita, kama utashinda, lakini unauona ushindi mbele. Lakini kuna muda hata katikati ya dhiki unaona ushindi. Unajua Ukristo, imani ile tunayokuwa katika Kristo, yani hata katikati ya magumu unaona ushindi. Yes, hilo ndilo tumaini tulilo nalo. Na kwa kuwa tunaye Bwana aliyeshinda hata kaburi na mauti haikumweza, na sisi tuwashindi katika Kristo. Kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Yani hata hizi idara muda fulani zinapoanzishwa, si vijana nini wanacheza tu hawa. Kuna muda mimi nikikaa na tafakari, hivi mambo mazuri ya Mungu juu ya kazi na maendeleo ya kanisa, wewe mwanadamu utazuia? Kwa wanaume tusikae, na Mungu amewatumia wanaume kwa kiasi kikubwa. Lakini si wao tu, tunapoungana kama idara zote, kama kanisa la Kristo, idara ya wanawake, idara ya vijana na watoto wetu wazuri, tunajenga ufalme wa Mungu. Kuta zinasimama, pali na ezekwa, hatimaye tunakuwa kitu kimoja na moyo wa ushirika. Na mimi niseme tu kweli, nimekuwa mkali kidogo kama kuwa na mipasuko, kwamba pengine kikundi fulani kionekane chenyewe ni bora kuliko kikundi kingine. Sitamani sana. Natamani kama kanisa lijengwe kwa namna ya moyo wa ushirika, na pamoja tunaposema habari za kanisa kwa pamoja tunaitikia. Haleluya. Namaliza kwa kusema hivi, faida hiyo ya pili, ukimtegemea Mungu, Mungu atakushindia. Haleluya. Na nilipenda sana Paulo, mlango wa 8, ukisoma Warumi 8 mistari ya 35 hata pale utakapomalizia 37, Paulo ameanza kwa swali. Baada ya kuona mambo mengi amesema, anasema, ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Ni nani? Hakuna. Yani hata sakosi wangetutenga, vikoba vingetutenga, lakini upendo wa Kristo uko ndani yetu. Hakuna wa kututenga kwa Kristo. Maana alitupenda. Anauliza, au ni dhiki, au ni adha, au ni njaa, au ni uchi, au ni upanga? Ameeleza vitu vingi, shida mbalimbali. Hata tungetembea nusu, tungetembea pekupeku, tungetembea nguo zimeraruka, tusingepata chakula, lakini bado Kristo anatupenda. Usije ukafikiria kwamba kwa changamoto uliyopitia hiyo basi Kristo amekuacha, hakupendi. Bado pendo la Kristo linasimama. Haleluya. Nimekuja nikutie nguvu namna hii kwamba kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu, maana yeye atatushindia. Paulo hivyo vyote amekataa, si chochote hicho kati ya hivyo nilivyovisema. Babangu Mungu akubariki. Haleluya. Mwisho anajibu, na zaidi katika hayo, na katika hayo yote, sio moja, hayo yote, iwe njaa, iwe dhiki, iwe uchi, iwe upanga, iwe adha, hayo yote tunashinda zaidi ya kushinda. Haleluya. Sisi tu washindi.
na aliyetushindia ni Mungu mwenyewe. Haleluya. Ikiwa mimi nawaza sana, ikiwa kaburi halikumweza, ni nani atamweza? Utamzuia mtumishi wa Mungu? Utazuia kusudi la Mungu? Tunashinda na zaidi ya kushinda. Kikubwa tutegemee msaada kutoka kwa Bwana. Haimaanishi ndugu zetu tusishirikiane nao, tutashirikiana nao. Kuna muda watatusaidia, lakini haimaanishi matumaini yetu yote tuyaweke kwao. Wao ni wanadamu, wanatoweka na sisi tunatoweka, lakini Mungu anabaki milele na milele. Ni yeye yule jana, leo, hata milele. Kwa hiyo tukimtumainia yeye, tunao ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Yeye atawakanyaga watesi wetu. Atawakanyaga. Nampenda mdogo wangu Oscar, kuna nyimbo moja akituimbishia hapa. Kanyaga. Hiyo ipo. Natamani kama ipo ile nyimbo ya neema, tusimame wote hapa tunaimba na utakuwa mwisho wa mahubiri haya. Haleluya. Yeye atawakanyaga watesi wetu. Na mimi nilivyokuwa nikicheza mpira miaka hiyo, sasa hizi nimesema kidogo umri umeenda, nacheza lakini sio kama vile. Kuna namna kukanyaga. Ukifika kwa mtu tukote munda kwa Kinyakyusa, yani unakanyaga kwa kisigino, unakanyaga. Haleluya. Yes, unakanyaga, unafikinya namna hii, unakanyaga. Na huyu Kristo anakanyaga watesi wetu, wanaotuwazia mabaya, wanaotuchawia, wanaotuangia, wanaozuia huduma. Anakanyaga. Haleluya. Kwa msaada wa Mungu. Naomba kila mmoja aseme, kwa msaada wa Mungu tunatenda makuu. Haleluya.